Kama nilivyosema, nimekuwa katibu wa vijana wa CUF wilaya ya Nyamagana Mwanza, lakini kabla ya kuwa mkurugenzi wa mambo ya nje kupitia IDC mwaka jana nilikuwa naibu mkurugenzi wa mambo ya nje. Kwa nini nimeamua kugombea nafasi ya uspika? Sababu ziko nyingi, lakini kwa muhtasari, kama mtanipa ridhaa ya kuongoza bunge hili, nitahakikisha nasimamia amani na usalama kwa wanaotaka kuhatarisha amani ya nchi na kusimamia umoja wa kitaifa. Lakini pia kwa kuwa kumekuwa na hitajio kubwa la katiba mpya, basi nitahakikisha kama mtanipa ridhaa, waheshimiwa wabunge, nihakikisha kwamba jambo hili nitalisimamia ndani ya muda mfupi tuweze kupata katiba mpya. Lakini pia kuondoa kanuni ambazo ni kandamizi za bunge, ambazo na imani kuna wabunge ambao wanakuwa na fikra sahihi kabisa za kusaidia nchi, lakini pengine kwa sababu ya kanuni kandamizi wanakuwa wanashindwa kutoa mawazo yao positive. La pongezi kwa viongozi wangu wa chama cha ADC, hususan Mheshimiwa Shabani Tutu Haji pamoja na kamati yake tendaji kwa kuniteua kuja kugombea nafasi hii adhimu. Mimi sio bora kuliko wanachama wote wa ADC, lakini wameweza kuniona mimi nafaa. Nichukue fursa hii pia, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitamaliza presentation yangu bila kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan, hakika umefanya mengi huko uliko, nadhani unanisikia. Nichukue fursa hii kukupongeza kweli kweli. Nina mengi ya kupongeza, lakini jambo la kwanza ni mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Ile ilikuwa ni kichaka cha wauni, watu walikuwa wametumia kwa maslahi yao. Lakini baada ya kubadilisha mfumo, leo rekodi ziko wazi kutoka TRA, ni sehemu ambayo tunakusanya mapato mengi sana ambayo yanasaidia nchi yetu. Lakini lingine, mama, umefanya mengi ambayo siwezi kuyataja kwa muda huu mfupi, lakini umefanya jambo kubwa sana la kusaidia wanyonge kwa kuunda ile kamati ya kuratibu haki na amani. Kwa hiyo nikupongeze mama, nikuombee dua, Mwenyezi Mungu akujalie, chapa kazi, usirudi nyuma, sisi tuko nyuma yako. Mwisho, japo sio kwa umuhimu mkubwa sana, niwashukuru ndugu wabunge wateule wa bunge hili tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa kwenu na wananchi. Wananchi wameonyesha imani kubwa kwenu, na nyinyi onyesheni imani kwa wananchi ili muweze kuwaletea maendeleo. Shida ya wananchi ni maendeleo na si jingine. Asante. Baada ya kusema hayo, sasa nichukue fursa hii kuomba kura zenu. Mimi ni mpinzani ambaye nina damu ya kizalendo. Ukinikata damu yangu haitoki nyekundu, inatoka uzalendo. Kwa hiyo nitakuwa mzalendo kwanza. Bunge nitakalo liongoza, ikiwa mtanipa ridhaa, ni bunge jumuishi, kwamba lazima tukae, kila hoja itakayokuja tukae tukubaliane kwamba hili tunaliendeshaje. Nawashukuruni, naombeni kura zenu. Mtiki Amini Alfred yangu. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Ndugu Amin, waheshimiwa wabunge, kama kuna mtu anataka kumuuliza mgombea swali. Nipo. Mheshimiwa Esther. Niko huko. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nashukuru kwa nafasi hii. Ningependa kumuuliza ndugu mgombea wa kiti cha uspika, katika maelezo yako ulivyojieleza, inaonekana ni mtu ambaye unafuatilia sana bunge na unazijua kanuni za bunge. Na umeenda mbali kusema kwamba iwapo tutakuchagua kwa kura nyingi na ukawa spika wetu, utaenda kuondoa kanuni kandamizi za bunge. Unaweza kuwatajia wabunge hawa ambao ndio watakupigia kura, ni kanuni ipi moja wapo ambao unaijua ni kandamizi ambayo tukipo spika utaiondoa? Asante sana mheshimiwa kwa swali zuri. Nakuruhusu jibu tu. Endelea kujibu. Uspika ni taasisi, na kwa kanuni za uongozi unapokuwa umechaguliwa kuwa kiongozi, kuna kitu kinaitwa job description unapewa. Sasa mimi sijawahi kuwa mbunge wala sijawahi kuwa spika, ndio kwanza nimesimama leo kugombea. Kwa hiyo nikishaapishwa leo, mkinipa ridhaa, nikiapishwa, moja ya kazi kubwa nitakayoifanya ni kila siku na mchana kusoma kanuni kiasi kwamba zikae hapo. Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Ninatamani kumpigia kura mgombea na amejieleza vizuri,
lakini ameeleza shule yake, ameeleza kazi alizozifanya. Nimeona anaongelea samaki mpaka mwisho. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikimwangalia appearance mgombea ana nyota mabegani, na nikawa najiuliza majeshi yana uniform tofauti. Sasa nikijaribu kuangalia naona kama Sergeant Hatamsi, sielewi. Sasa nikataka kujua Mheshimiwa mgombea, hizi nyota ulizovaa mabegani ni moja ya uniform za kazi yako uliyowahi kufanya au ni swaga ya leo uliyokuja nayo bungeni? Mheshimiwa Amin, hilo sio swali, hiyo ni fashion hiyo. Fashion hiyo. Naomba pia naweza kumsaidia kumjibu mwenyekiti. Unataka kumjibu? Ndio. Ala. Haya, endelea. Ingawa sina kumbukumbu nzuri ilikuwa tarehe ngapi, lakini but still I remember. Wakati tunaelekea uchaguzi mkuu tuliitishwa kwa Mheshimiwa msajili wa vyama. Tukapewa semina. Moja ya semina tuliyopewa ni protocol and leadership. Akawa bwana mmoja anaitwa Umari nani? Akasema kiongozi lazima uwe smart. Kwa hiyo sikuwadai rangi Mheshimiwa Msukuma jirani yangu, tamu ya chai sukari, yani mapambo tuna smartness. Haya, nadhani maswali yameisha. Tunakuruhusu. Tunakushukuru sana ndugu Amin. Shukrani. Maswali yameisha. Sasa aletwe Mheshimiwa Musa Azani Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi. Jaza ujazwe. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge wa jimbo la Ilala. Mbele yako hapa ni waheshimiwa wabunge. Tunafahamu umegombea nafasi ya kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano kutoka Chama cha Mapinduzi. Unapewa dakika zisizozidi 3 za kutoa maelezo, na endapo itawapendeza waheshimiwa wabunge wanaweza kukuuliza maswali yasiyozidi 3. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuniwezesha kusimama hapa mbele yenu ninyi kwenye bunge hili tukufu. Mimi naitwa Musa Azan Zungu, nimetiania kugombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kwanza nimshukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipendekeza jina langu kwenda kwenye caucus ya chama, na niwashukuru wajumbe wa Chama cha Mapinduzi kwenye caucus kwa kuniteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja ya ajenda zangu kuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe, ni kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu kwa maslahi mapana ya watu, ikishirikiana na serikali na mhimili wa mahakama, ili tuwe taifa moja, taifa la amani, taifa ambalo linataka maendeleo na ustawi wao. Serikali chini ya Mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa wametoa dira ya taifa ya 2025-2050. Dira hii
inataka isimamiwe vizuri na bunge hili kuisaidia serikali malengo yake ya ustawi wa jamii kwenye afya, miundombinu, elimu na amani na ulinzi wa taifa letu iweze kutekelezwa. Kwa heshima na taadhima, mkinipa kura zenu, nitashirikiana na nyinyi kuhakikisha dira hii ya taifa ile mafanikio makubwa sana, ili wananchi wetu waweze kupata hamu, uhuru na starehe ya taifa lao. Kwa heshima na taadhima, naomba kura zenu. Katika hatua hii tulisema makofi yapungue kidogo. Haya, ndugu zangu, Mheshimiwa Musa Azan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Ado. Ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza, iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania, hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali ilivyotangaza, mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litalosimamia katiba hilo, na wale ambao tuko ndani ndio tutakiamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili. Swali la tatu. Jaza ujazwe. Aliko hapa. Liko hapa swali la. Karibu. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize, katika bunge hili la 13, sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu? Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani, haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu naweza kujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni ya toleo jipya la mwaka 2025, kanuni ya 4. Na haya ndio toka mwongozo wangu kwenye bunge hili. Mheshimiwa Zungu, maswali yameisha. Sasa bado na swali? Ala, ulinyosha Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi, napenda kuuliza swali moja. Tukikuchagua leo kwa spika wetu wa bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali? Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge sio vita kati ya serikali na bunge. Pamoja kwa spika anatakiwa neutral, lakini wabunge ni waasi, niwasaidie. Kazi yetu sisi kuleta kero, shida za wananchi wetu kwenye taifa letu. Hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza, na wananchi wetu tutatizama kwa dira hii mpya ambayo ilitolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ilikuwa jijumuishi kuitunga dira hii na itafikia wananchi wetu. Asante sana. Sasa kwa sababu wewe